Hali ya sintofahamu ilijitokeza katika kijiji cha Gitutha, eneo bunge la Limuru, baada ya mwili wa Juza umri wa miaka 87 kudaiwa kuzikwa Ijumaa asubuhi mapema bila jamaa wa familia zote kuhusishwa. Hali hiyo ilizua maswali miongoni mwa jamaa na wanakijiji na kuibua maswali kuhusu mazingira yaliyosababisha kifo na mazishi yake. Kwa sasa baadhi ya jamaa bado wanasubiri ripoti ya upasuaji wa maiti kubaini chanzo halisi cha kifo chake. Baadhi ya wanafamilia wanasisitiza kuwa kulikuwepo na mgogoro wa urithi wa ardhi, wakihisi huenda mzozo huu ulichangia yaliyojiri. Abraham Gadesha na uketo wa taarifa hii. Maswali ya kini cha kifo cha ajuza huyu kutoka Gitutha Deya limesababisha kufukuliwa kwake ili kutafuta jawabu. Watu wa familia na wanakijiji hawakupewa nafasi nzuri ya kuzika mwenda zake. Sasa ndio kwa hapa kotini ili wapewe nafasi nyingine ya kumzika kwa heshima zenye zinastahili. Jirani moja alinipigia akatuambia, kwa nini mlizika shosho usiku na sisi tuko majirani, kwa nini hamukutuhusisha? Ndio tuliambia chief na chief akakuja hapa na kadhibitisha kuna kaburi. Tuko watoto 7, hatukuhusishwa kwa anything, hata hatukuhusishwa akipelekwa mochari, alisikwa na ndugu yangu. Tumepewa order tumtoe kwa kaburi, tumpeleke kwa mochari, afanywe postmortem ndio tudhibitishe kile alifanyiwa ndio akufe. Hata wakati tulienda kwa hospitali tulikatazwa tumuone. Sasa tukashindwa kwa nini tukatazwa kumuona na tukatazwa kumuzika. Hii mgogoro wa shamba vile itagawa, wao walikuwa wamesema vijana peke yao wagawiwe, vijana na sio vijana wote, yeye na kijana mwingine. Mimi hata sikuwa nimehusishwa, sisi tuko vijana watatu, wao wawili ndio walikuwa wamegawanya shamba, nazi tulikuwa tunataka shamba igawanywe kulingana na vile serikali inataka. Na kama kuna mtu mwenye kuna kitu yote ilifanya akufe before her time, tunataka the law to take justice. Kabla ya kuzika mama tulikuwa na mikutano minne na wote walikuwa nahudhuria, ni vile tu hawakutosheka. Wakati tulienda kotini tulikubaliana so that it doesn't isionekane kama kuna kitu mimi naficha. Nilisema sawa, kama serikali itaona ni vizuri afufuliwe ni sawa, atafufuliwe. Mapendekezo ya wakazi pamoja na baadhi ya wanafamilia ni uchunguzi wa kina kufanyika ili kubaini kiini cha kifo cha ajuza huyu. Abraham Gadesha, NTV mashinani kutoka Gitutha, kaunti ya Kiambu. Kwingineko, mtazamaji, wavuvi katika eneo bunge la Budalangi kaunti ya Busia wanalalamikia kuathirika zaidi na mafuriko yaliyotokana na maji kufurika katika ziwa Victoria na kurejea kwenye fuo zao, na hivyo kuharibu miundo msingi waliokuwa wakitegemea, zikiwemo afisi, maeneo ya kupakia samaki na huduma nyingine. Wakizungumza na NTV mashinani katika ufuo wa Mulukoba, wadi ya Bunyala, eneo bunge la Budalangi, wavuvi hao wanasema kuwa hali hiyo imetatiza pakubwa shughuli za uvuvi katika maeneo hayo. Robert Malala na taswira kamili.